Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siku moja bwana mmoja mtu mzima mzee alikuwa akipigwa hadharani na mwanae. Watu walipoona tukio lile wakakusanyika kwa wingi, wakamuokoa mzee yule alikuwa akipigwa na mwanae. Lakini jambo la kushangaza sana ni kwamba baada ya mzee yule kuokolewa katika kipigo kile alichokuwa akipigwa na mwanae, mzee yule alicheka sana. Alicheka kicheko kikubwa, kicheko ambacho kiliwashangaza wale waliohudhuria katika tukio lile. Lakini walipomhoji kwamba mzee, vipi unacheka katika hali kama hii ya kusikitisha? Mzee alijibu kwa kusema, mimi kwa kupigwa na mwanangu nimekumbuka tukio la kihistoria. Miaka kiasi 30 iliyopita mimi nilikuwa nikimpiga baba yangu. Sasa leo hii na mimi napigwa na mwanangu. Kwa hivyo nilipogundua au kukumbuka tukio hilo lilifanya nicheke sana. Kisa hiki kinatufunza kwamba kama wasemavyo, kama tadinu tudanu, unavyofanya ndivyo utakavyofanyiwa. Watoto wetu wanajifunza kutoka kwetu. Ukiwa na ukatili na ujeuri na kibri, yule mtoto anajifunza kwako ukatili, kibri na jeuri. Mtoto anajifunza kwa wazazi wake kwa kutazama zaidi kuliko kwa kusikia. Aina ya maisha ya wazazi wake ndiyo itakayotoa nakala ya maisha ya mtoto uliokuwa naye leo hii. Ndipo waliposema wataalamu, wasikilize wanao wakiwa wadogo, watakusikiliza ukiwa mtu mzima. Kwa sababu tatizo kubwa la watu wazima, hawana muda wa kusikiliza watoto wao. Lakini tatizo kubwa la watoto wa leo hii, hawana muda wa kusikiliza wazee wao, watu wazima waliostaafu, waliokaa majumbani. Sasa namna nzuri ya kuhakikisha kwamba wewe mtu mzima, kesho utakapokuwa mtu mzima, wanao watakutembelea, wataketi na wewe, watakusikiliza, watakuvumilia ukizungumza, ni wewe kuanza kusikiliza watoto wako leo hii wakiwa wadogo, ili wajifunze tabia hiyo ya kusikiliza mzazi na kusikilizwa na mzazi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsanu, kwani malipo ya wema na vitendo vizuri ni mengine yasiyokuwa wema. Kwa maana hiyo ni kwamba ukifanya wema, malipo yake yatakuwa ni mema duniani. Ukiwafanyia binadamu vitendo vyema, binadamu watarejesha vitendo vile kwa kufanyia wema. Wema una thamani kuliko fedha, kuliko mali, kuliko cheo, kuliko utajiri, kuliko chochote kile. Mtu mwenye wema ana thamani kubwa sana kwa binadamu wenzake wanaomzunguka, hata kama mtu yule hana mali yoyote ile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.